Bwana mmoja anaitwa Abi Auni Dharrabi. Bwana huyu Abi Auni Dharrabi aliwahi kuotewa ndoto na jamaa yake ya kwamba jogoo amekwenda kwenye mlango wa nyumba yake, tena jogoo mwenyewe mkubwa, akawika. Pamekucha asubuhi, huyu aliyeota ndoto hii akamfuata rafiki yake akamwambia, usiku wa kuamkia leo nimekuotea wewe kwamba kwenye mlango wako huu amekuja jogoo mkubwa amewika. Huyu aliyeotewa ndoto hii hakukubali kukaa hivi hivi, bali alikwenda kwa mwanawachuoni anayeitwa Muhammad ibn Sirin, na huyu ni katika tabi'in. Alipofika kwa Muhammad ibn Sirin akamwambia, shekhe fulani ameniotea ndoto ya kwamba jogoo mkubwa amekuja kwenye mlango wa nyumba yangu amewika. Muhammad ibn Sirin akamwambia, la in sadaqat ru'yahu, ikiwa huyo bwana ndoto yake inasema kweli, la tamutanna anta baada 34 yawman, wewe utakufa baada ya siku 34. Tazama, ndoto inaweza kutoa mpaka taarifa ya kifo. Ndoto kama inatoa taarifa ya kifo, inashindwa kutoa taarifa ya matatizo ulionayo au matatizo ambayo hayajakufika na huenda yakakufika siku za usoni. Ndoto inaweza kutoa taarifa hizo. Kwa nini? Kwa sababu ndoto bushra min Allahi ta'ala, ni bishara inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ima unaonyeshwa jambo zuri ili ufanye harakati ya kuliendea hilo jambo zuri, au unaonyeshwa jambo baya ili ufanye harakati ya kuliepuka hilo jambo baya. Bwana huyu anapewa tafsiri la in sadaqat ru'yahu, ikiwa ndoto yake huyo bwana aliyekuotea inasema ukweli, la tamutanna anta ba'da 34 yawman, wewe utakufa baada ya siku 34. Kwa kuwa mabwana hawa walikuwa wanaamini kwamba ndoto inaweza kukupa taarifa ya kile kinachoweza kutokea siku za usoni, bwana huyu alianza kurejesha amana za watu, asije yakafa hali ya kuwa anazo amana za watu. Miongoni mwa mambo aliyoyafanya ni kulipa madeni ya watu, ni kuwataka msamaha wale aliowakosea na wale ambao hajawakosea lakini anadhani kuwa aliwakosea, lakini ikawa yuwatubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakithirisha istighfari, kwa sababu anajua baada 34 yawman, baada ya siku 34 anakufa. Ndoto hii ilipotafsiriwa, taarifa zilienea katika mji huo. Watu walikuwa na taarifa kwamba huyu bwana ametafsiriwa, amepewa tafsiri kwamba atakufa baada ya siku 34. Na zilipotimia zile siku 34 zile, huyu bwana akafa ghafla. Maana watu walidhani ataugua, lakini kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, yule bwana hana ugonjwa wa aina yoyote. Wanatafuta sababu, labda huenda sababu inaweza ikawa hii, hawaioni. Wanasema atakufa vipi huyu? Si mgonjwa huyu, mbona ni mzima wa afya? Zimekamilika siku 34, akafa ghafla. Ikawa kama alivyotafsiri Muhammad ibn Sirin. Sasa watu wakashangaa, huyu shekhe alijuaje kwamba huyu bwana atakufa baada ya siku 34? Na kama ni ndoto, tafsiri hiyo ameitoa wapi? Kafanya nini? Wakamfuata wakamuuliza, ulijuaje shekhe? Tuambie, umeitoa wapi ndoto hii? Umeitoa wapi tafsiri hii? Shekhe akawaambia, akhrajtuhu min hisabi aljumali, nimeitoa kutoka kwenye hesabu ya jina lenyewe, kwa sababu jogoo kwa lugha ya Kiarabu anaitwa dikun. Hapa kuna dali, kuna ye na kuna kafu. Katika hizi herufi tatu, herufi moja inawakilisha 10, na herufi nyingine inawakilisha 20, na herufi nyingine inawakilisha 4. Ukizijumlisha hizi unapata 34. Na huyu jogoo
kwenye tafsiri za ndoto ni malakul mauti, ni malaika wa kifo. Anapowika kwenye mlango wa nyumba yako, ina maana wewe utaijiliwa na malaika wa kifo baada ya siku 34. Na ndio maana hata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu alipolala akaota anna dikan kabiran naqarahu naqratan au naqrataini au thalatha. Umar alipolala akaota amedokolewa na jogoo mkubwa, mdokoo mmoja au midokoo miwili au mitatu hivi. Alipolala akaota ndoto hiyo, aliposhituka alikwenda kwa Asma binti Umais, na huyu ni mke wa Jaafar ibn Abi Talib, sahabia, huyu ni sahaba. Umar anakwenda kuuliza tafsiri ya ndoto. Asma binti Umais anamwambia, sayaktuluka rajulu min al-ajami, wewe siku za usoni utakuja kuuliwa na bwana mmoja anayetokana na Waajemi. Muajemi ni yule asiyekuwa Mwarabu. Na kweli Saidina Umar ibn al-Khattab alikuja kuuliwa na bwana mmoja anayeitwa Abu Lu'lu'ul Majusi. Kamkata shingoni hapa, kamkata upanga shingoni Umar akiwa anasali katika lile eneo ambalo kaota anadokolewa na jogoo, na ndio upanga ulipita, na ikawa ni sababu ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab kufa. Jogoo katika ulimwengu wa ndoto wakati mwingine anatafsirika kama vile malakul maut, malaika wa kifo.